Na kwa uchache niseme talaka, kwa uchache niseme talaka zipo aina 7. Rudia hapo Sheikh. Kwa uchache talaka zipo aina 7. Na hivyo hivyo nitasema tena kwa uchache. Ningetanua ningesema talaka ziko 9. Lakini nimesema aina 7 ni kuonesha yale niliyoyasema. Kama tunakaa leo tungezungumza aina moja tu, na kesho aina ya pili, mpaka ikiisha wiki tumetimiza 7. Tutazigawa katika sura kama ifuatavyo baada ya kujua nini talaka. Na tunakwenda kama nilivyosema kwa ufupi. Na nitaieleza talaka katika maana moja tu ya kisheria. Sitoanza nyuma katika maana zake zote 3. Talaka inakuwa na maana 3. Kuna maana ya kilugha, kuna maana ya mazoea ya kawaida, na kuna maana ya kisheria. Mimi nitagusa maana ya kisheria biwasfin wajiz kwa maelezo mafupi. Katika sheria kwa maelezo mafupi, wataalamu wanasema talaka ni nini? At-talaqu huwa hallu aqdi nikahi bilafdhi talaqin au ghairi. Talaka ni kufungua pingu ya ndoa iliyothibitishwa na sheria, tukaifungua ile kwa tamko maalumu. Tamko hilo kwa Kiarabu la kuacha, talak. Kwenye Kiswahili neno hili kuacha ni mushtarak. Kuna kuacha kwa maana ya taraka. Nimemuacha mke wangu nyumbani kwa maana hukutoka naye, tarakta za ujataka. Kwa hiyo hata kwenye Kiswahili huko unaposema kuacha kwenye Kiswahili inatakiwa ufafanuo, umeacha aje, kwa maana ipi? Kuacha katika maana ya Kiarabu at-talaq, ambayo tukija kwenye Kiswahili bado tutasema kuacha. Kama neno ngoma. Ngoma inaweza kuwa kitu maalumu cha kupiga ngoma. Ngoma kuna uzi wa sikioni ngoma. Ngoma jina la mtu ngoma. Unaposema ngoma, fafanua ngoma ipi? Idhan katika sheria ukisema neno talaq ni halu aqdi nikahi shar'i bilafdhi talaqin au ghairi. Ni kuifungua pingu ya ndoa iliyothibiti kisheria. Hapa hali aqdi nikahi shar'i. Hapa kwa kukaidi kusema ndoa ya kisheria, tunataka kusema hatuangalii ndoa za kimila na ndoa za serikali zisizotambulikwa katika nini? Sheria. Talaka hii inakwenda kwenye ndoa moja tu iliyothibitika katika sheria. Mlioana kimila huku hatushughuliki. Mlioana bomani sisi hatushughuliki, kwa sababu kanuni katika sheria, idha thabata al-aslu thabata al-far'u. Katika sheria shina likishakuwa limethibiti kwa maana imara, na yale matawi yake, kuta zake tunategemea zitakwenda kuwa imara, imethibitika. Kwa hiyo kama ndoa yenyewe sheria hakuitambua, maana yake na talaka yako pia sheria haitambui. Ili sheria itambue talaka, iwe ilishatambua ndoa yako. Mulifunga katika utaratibu unaokubalika kisheria. Si wakati wangu na si nafasi yangu na sio mada yangu kuzungumzia ndoa wa arkanuhu wa shurutuhu wa sunanuhu. Sio jambo langu na sizungumzi hilo. Unaweza ukachomeka tu ukiona hapa panastahili.
Unaruhusiwa Sheikh, ili watu wapate kufahamu. Haina neno. Pasi zikizidi mnachelewa kufunga. Kisha wataalamu wa sheria wakaigawa talaka kwa kuzingatia mazingira, ima ya muoaji, ima ya muolewaji. Migawanyiko ya aina ya talaka inazingatia hali ya muachaji ama hali ya muachwaji. Tukimtazama muachaji, tutaigawa talaka katika sehemu mbili. Tutakuwa tushapata aina mbili. At-talaqu sarihu wat-talaqu al-kinaya. Tusikilizane. Vijana wanasema nisikilize kama redio na unitazame kama flat TV. Tukikutazama wewe unayeacha, tutaigawa talaka sehemu ngapi? Mbili. At-talaqu sarihu wat-talaqu al-kinaya. Talaka ya wazi, wa Makonde wanasema haina ngorowanje. Haina ngorowanje, haina mbamba. Wazi, kila mtu anajua hapa kilichotokea ni nini. Talaka at-talaqu sarihu, ambayo wanasheria wamesema maneno yake, matamshi yake makuu ni matatu. Ingekuwa kwenye Kiarabu, hiyo talaka ya wazi, habatishi tena baba, babu, mjomba. Kwa matamshi hayo tunasema Mwajuma umeachika. Matamshi matatu. La kwanza at-talaqu. Kwenye Kiarabu lilitumika neno talaqtuki kwenye Kiarabu. Kwenye Kiswahili ndio lile lile, nimekuacha. Lakini linapokuja katika Kiswahili, akifikishiwa shekhe ama wali wake binti, anatakiwa aulize kuacha huku kwa maana ipi? Kwa sababu neno hili kwenye Kiswahili ni mushtarak, kama tulivyosema pale nyuma. Neno la pili likitumika katika Kiarabu, as-sarahu. Lina maana hiyo, as-sarahu. Sheikh, samani kidogo. Kwa interference ya lecture, mtu kama anatoa lecture usimuingizie vitu vingine kama unamtoa hivi. Lakini huwa ninafanya kwa maana, ili pengine kuna nukta zingine watu inawezekana wapo pengine hawapo. Hapo uliposema akienda kwa wali kwenda kumwambia nimemwacha dada yako, inabidi hapa athibitishe kivipi? Samahani, lakini ili Dimo. Watu wapate kufahamu, pengine inaweza kana nukta ikawa imewaacha watu. Ndio mnaenda kwa kaka yake au kwa baba yake. Sasa mume kenda kumwambia wali wa yule mkewe. Tunaposema wali ni yule ambaye sheria imempa mamlaka ya kumuozesha na kusimamia mambo yake, akiwemo baba wa inna ala, anakuja kaka wa inna zala katika ndoa huko. Mwenye jambo la ndoa ndo atasema. Tunaposema wa inna ala, tunakwenda na baba yake baba, ambao katika sheria baba wa binti na babu yake mzaa baba, wote hawa kila mmoja alimpata huyo kwenye ndoa, lisiwe lile goli la tambwe la mkono. Kwa maana baba binti huyu alimpata kwenye ndoa, sio zile ndoa zetu za uchochoroni, unaanza kumatika mimba pap, alafu mnaongopeana tu halalishe mimba ya halalishwi. Kama mimba ilitangulia hata kwa dakika moja, mtoto huyu atakayezaliwa bado atakuwa nje ya ndoa. Kwa hiyo baba alimpata binti kwa halali na babu alimpata baba wa binti kwa halali, kwa maana ndani ya ndoa. Hawa ndio mawalii wanaoitwa mawalii wa asili, na
naofia kutoka kwenye mada ambao sheria hawa wawili baba na babu na baba yake babu wameitwa kwamba ndio mawalii wa asili. Mawalii wa asili hawa wamepewa mandate, mamlaka ya kumuozesha binti ambaye bikra, binti bikra, hata kwa lazima, ikiwa binti mwenyewe anayeolewa ni bikra. Kwa watoto wa sasa hivi Hatusikatie tamaa, watu wenyewe si wa Mungu hawa. haya sasa twende Sheikh. Alafu kuna kaka yake katika zile daraja ambazo sitaki kuzizungumzia, hilo ni jambo la ndoa. Sasa huyu mume kenda kumwambia wali wake binti, binti yako nimemuacha, au binti kenda kusema kwao nimeachwa. Kuachwa kwa maana gani? Yule wali ndo apate uhakika. Uhakika huu utamsaidia mpaka matumizi ya maneno yaliyotumika. Tumemwangalia nani muachaji, mpaka aina ya matamshi aliyoyatumia tunakwenda kuyakagua. Ndipo nilipopataka hapo watu wapate ufahamu zaidi. Endelea Sheikh. Hii at-talaqu was-sarahu wal-firaqu, maneno matatu haya ndiyo yaliyokuja katika Qur'ani. Hatutaki kwenda kwenye hizo aya, naofia muda utaninyang'anya kazi yangu. Maneno matatu haya ambayo yote ala alhasil kwamba yanabeba maana moja ya halu aqdi nikahi shar'i, ya kufungua ule mkataba wa ndoa iliyotambulikwa kisheria. Kwa moja kati ya maneno haya yakitumika, basi huyo mwanamke kaachika. Aina ya kwanza. Aina ya pili, at-talaqul kinaya, nenda kwenu, alhiqi bi ahliki, unamwambia mkeo. Hii ni fumbo, haiwi sarih. Niende kwetu, naenda aje? Napeleka zawadi, naenda kujiuguza, naenda kuwatambua hali, Kakae mpaka nitakapokuita. Sio talaka. Ili iwe talaka, wali yule wa mwanzo aulizwe, afafanue nini lengo la kusema hivyo. Kuwa mbali na mimi, nisikuone hapa. Sijui naeleweka? Unaeleweka sana. Maneno mengi ukiondoa yale matatu yote yanaitwa kinaya. Niseme wasilolitegemea watu, talaka zote za karatasi za kuandika ni fumbo, sio sahihi zote. Sallu ala nabi. Ndugu mtazamaji, tunatoa darasa la talaka unaotufuatilia. Ndugu mtazamaji unaotufuatilia kupitia ZBC2, wema unaendelea. Muelewe Sheikh hapa, utufuatilie vizuri sana. Endelea Sheikh. Al-Imam Al-Sheikh Al-Mu'azzam Bandaniji, Al-Imam Bandaniji katika Kifaya, sikusudii Kifayatul Akhyari, na kusudia Kifayatun Nabihi. Katika Kifayatun Nabihi ameeleza kwenye juzuu ya 8. Mashaallah. Dr. Mustafa Daibil Bugha naye amelieleza katika al-fiqhu al-manhaji, alipokuwa akieleza minhaji talibin Ibn al-Mulaqqin katika Umda, naye kaliyaeleza maneno haya. Sina haja ya kwenda mbali kuwataja wote, na nukulu: idha kataba an-natiqu talaqan fa inna wa huwa ka'a wa illam yanwi falaghun. Anayeweza kuzungumza sio bubu, akaandika kwenye karatasi, kwenye meseji wa ila akhirihi, akaandika talaka hali ya kuwa ana uwezo wa kusema, tutaitafsiri ile kwa manifumbo mpaka tumuulize nini lengo lako kwenye maandishi haya. Akithibitisha nia yake ni kuacha, itakuwa imetuka talaka.
Kama kunuia nilikuwa tu na tikisa tikisa, inakuwa laghun, mchezo tu. Talaka zote za maandishi. Na wenyewe wanasheria wana maneno yao, wanasema sio kanuni. Sio kasema ni kanuni. Laisati shari'atu kal'ada. Sheria tusifananishe na mazoea. Utaniwia radhi mimi mdengereko. Tuna lugha yetu kwetu rufaia. Ya tujobelile. Yani tulivyozoea, tunavyofanyaga. Sheria jambo mbali, vile mnavyofanyaga kwenu jambo mbali. Idha kataba natiqu talakan fa inna wa huwa qa'a wa illam yanwehe falaghun. Mwenye uwezo wa kutamka alafu wa kutamka akaandika, inakuwa ni fumbo. Lazima tumuite, tumtake maelezo. Nini lengo la maandishi yako? Kama alichokiandika lengo ni talaka, basi ni nini hiyo? Talaka. Alafu sikiliza lugha iliyotumika. Idha kataba natiqu talakan. Ina maana alichokiandika katumia maneno yanayokubalika kwenye nini? Kwenye talaka. Ngumu sana. Hizo ni aina mbili. Talaka ya waziwazi na talaka ya fumbo. Lakini tukija tukimuangalia anayeachwa kwa hali zake, tutapata aina tatu. Tukimwangalia mwanamke anayeachwa, tunapata aina tatu. Talaqun sunniyun wa talaqun bid'iyun wa talaqun la yusafu bi bid'iyyin wala bi sunniyyin. Tatu hizo. Kuna talaka yenye kufuata utaratibu na mafundisho ya Mtume Muhammad, inaitwa talaqun sunniyun. Nayo ni ipi? Ni ile mume anamuacha mke akiwa ametoka kwenye masika. Kama uelewi haya kuhusu, mimi nakuelewa. Watoto hawezi kuelewa, watatazama juu wanasubiri mvua ya masika. Kumbe kuna mvua nyingine zinanyesha chini. Ametoka mwanamke kwenye masika, mkewe huyo, kabla ya kunini akamuacha. Talaqun sinni. Kabla ya kufanyaje? Ya kunini. Kunini. Mnaelewa? Lakini msijizime data. Kinyume chake itakuwa talaqun bid'iyyu. Mkeo aliingia kwenye masika, alipotoka kwenye masika ukaanza kwanza kunini. Ulipo nini, sema hapa hii ilikuwa ya mwisho, tunaagana, chukua talaka. Talaqun bid'iyun. Talaka hii ni haramu, wa yaqa'u wa ya'thimu almutalliqu likaunihi haraman. Kwa kumuacha mke kwenye tahara ambayo tayari umekutana naye. Talaka kuacha ni haramu, lakini talaka inathibiti, na wewe uliyeacha unapata dhambi. Hapo rudia kwa manufaa ya wasikilizaji na wale walio darasani. Kwa kuwa katoka kwenye masika yake, ukaona mimi alinikera, nataka kumuacha, ukasema lakini ngoja tuagane kwanza. Hukumwambia kama nataka kukuacha, unaenda kuagana naye. Ukanini, ulipomaliza nimekuacha, talaka imethibitika, lakini ni haramu. Na kwa kuwa ni haramu unapata dhambi. 90% kama sio 95 ya waachaji uacha hivyo, na darasa kusikiliza hawataki. Allahu akbar. Nakushukuru sana Sheikh Muharram. Mbili hizo. Ya tatu, manake narudia tena,
katika hizi tatu za pili kujumlisha na zile mbili za kwanza. Sunniyun wa bid'iyun wa ma la yusafu bisunniyin wala bid'iyin. Sunni, mwanamke kenda kwenye ada yake alipotoka, kabla ya kumgusa ukamwacha kwa kufuata taratibu ya Mtume Muhammad, unapata thawabu. Upati thawabu kwa sababu ya kumwacha, unapata thawabu kwa kuwa umelifanya lile kwa kufuata mafundisho ya nani? Ya Mtume Muhammad. Hapati mtu thawabu kwa sababu ya kuacha, utapata thawabu kwa sababu ya kufuata nini? Sunna. Mafundisho ya Mtume, sunna. Kwa hiyo pale sunna ni kaifia tu at-talaqi na sio talaku. Namna ya uachaji ndiyo sunna, lakini sio kule kuacha kwenyewe ndiyo sunna. Alafu kuna talaqun bid'iyun ambayo imetajwa, umemwacha mwanamke aliyemaliza kwenye ada yake kisha ukakutana naye, au unamwacha mwanamke ambaye imethibitika kuwa ni mjamzito, imethibitika kuwa ni mjamzito. Talaka hii inakuwa ni bid'i. Somo la hapa kidogo pana, naofia kula dakika zenu. Kwenye mwanamke kumwacha akiwa mjamzito inakuwa bid'i. Wakasema kidogo nagusa, ikiwa mwanamke amelazimisha kiasi cha kusumbua, mume hana raha, akaona tunaweza tukauana, mimbabi saddi dhari'a, akamwacha, wanasema pale makosa yanaenda kwa mwanamke na hayarudi kwa mwanamume. Jambo hili kidogo pana hapa, lakini naofia muda kutafuna zaidi. Tano hizo. Mwanamke aliolewa, ambayo ndio ya tano yenyewe hiyo. Mwanamke ameolewa lakini alikuwa hajafikia pa kupata ile ada masika. Hapa kuna somo lingine. Inafaa mwandawazimu kumpa mke, inafaa mwandawazimu kumpa mume, inafaa mtoto asiyebalighi kumpa mke, inafaa mtoto binti asiyebalighi kumpa mume. Haya yote yanafaa. Usishtuke, mimi sizungumzii serikali, mimi sio Pilato hapa. Tunaangalia miaka mpaka atimie 18. Watu wote wametoa macho hapa msikitini. Ma'tuhum bima'tuhatin yatazawaja. Sawa. Unampata mtu frequency zinaingiliana, nyaya zimechunika, Radio Quran na Radio Maria zinaingiliana wenyewe kwa wenyewe. Hao wanafunga ndoa. Wale akina sometime yes, sometime no, wenyewe kwa wenyewe wanafunga ndoa hawa, hakuna shida. Isipokuwa jambo lao linakuwa chini ya nani? Walii zao. Hata talaka yake inakuwa chini ya nani? Ya walii wake. Yeye akiacha fala ibarata la, achi mtoto mdogo wala matuhu, achi yeye. Mashaallah. Yule baba yake, walii wake, ndiye anayetoa talaka. Sasa binti huyu hajafikia pa kupata masika, au ni mtu mzima, kwa lugha za kwetu Rufiji, amekoma siku, akiachwa huyu wakati wote, talaka hii haizingatii kwamba ni sunni wala bid'i. Hii ipo tu jaiz, haina tabu, ambayo ndio aina ya tano hiyo. Talaqun la yusafu bisunniyin wala bid'iyin, ambayo sana ni watu wawili: binti ambaye hajafikia pa kupata masika, ama mwanamama mtu mzima aliyekoma siku au zimepotea kwa maradhi na kadhalika. Huyu unamwacha wakati wote ule. Inawezekana umetoka kunini sasa hivi, umemaliza, unafuta jasho na talaka puu. Haiangalii wakati, masika yenyewe haipati, unataka kusubiri masika? Tano hizo nimesema, nataja kwa muhtasari
7, nyingine naziacha. Na kwa kuzingatia talaka inatoka kwa kitu badala au talaka ya kawaida, wakaigawa sehemu mbili: at-talaqul adiyyu wat-talaqul khulu'iyyu. Talaka inayotoka kwa kitu badala. Kuna talaka ya kawaida, hiyo ambayo tumeieleza nyuma, haitoki kwa maana mke ili aachwe atoe kitu fulani hivi hivi tu. Alafu kuna talaka ili aachwe kitoke kitu fulani, wazee wetu zamani walikuwa wanaita kununua talaka. Khulu, kujivua kwenye ndoa, hiyo aina ya 6. Talaka hii ni makubaliano ya mke na mume, ambao baadhi ya wanawachuoni wa Hanabila wanasema mwanamke hata akiwa na ashiza anaweza akajivua. Lakini wanavyuoni wa madhhabu ya Imamu Malik na Imamu Shafi wanasema khul'u la yajuzu illa limra'atin rashidatin, haikubali khulu isipokuwa kwa mwanamke mtiifu aliyetimamu, ndio anaweza kujivua. Mwanamke fedhuli kwake haituki khulu, itakuwa ni talaka ya kawaida, hata kama alitoa kitu. Fedhuli, mjeuri, usinitishe babu we, kwani umenionaje? Usione vikofia hivi, wanataabika majumbani hawa. Wachache wanandoa, wengi wana vizuda tu hapa. Msalieni Mtume. Kuna mke na kitoa hamu. Sasa kuna wengine wamepata wake, wengine wanavitoa hamu. Ukimwambia njoo anaondoka, ukimwambia nenda anakuja. Aiwa. Ndio nasema khulu ni aina katika aina za talaka. Baadhi ya Hanabila wanasema mwanamke yote akiamua anatakhalla, lakini kwenye Maliki na Shafi sharti mwanamke awe rashida. Vipengele vizito kwa kweli Sheikh. Alafu kuna talaka ya 7, nimesema nazitaja chache, nayo ni talaka ya li'an au mulaana. Mfano, mume amemtuhumu mkewe kwamba wewe umefanya uchafu na bwana fulani, au mke mjamzito, ujauzito huu mimi haunihusu, unakuhusu, au nihusu, unakuhusu. Wakalirifaisha jambo, wakalipeleka mfano kwa kadhi. Kadhi akawalazimisha viapo 5 vilivyokuja katika surati Nuri. Anathibitisha mwanamke kwamba kweli mimba hii ni yake bwana huyu, au mimi hakika sijawahi kufanya anachokidai. Mara 4 ataapa mara 4. Mara ya 5 atamalizia kiapo chake, ongopa laana ya Mwenyezi Mungu inimiminikie. Kwa kufanya hivi, mume analazimika aje alale, atandikwe viboko 80. Mke akishafanya hivyo tu lala, tena viboko 80 visivyo na huruma. Akitaka anusurike, na yeye apige tena viapo vingapi? 5. Hapo kanusurika na bakora. Panapomalizika viapo hivyo, ile ndoa kama milango ya airport, automatically ndoa imekufa pale, haisubiri tena kufungua. Sino milango ya airport, ukisogea nafunga yenyewe. Ukifanya mulaana tu, ndoa imekufa hapo, hainarejea, na mume huyu haruhusiwi kwa mke huyu mpaka kiyama. Haoi tena. Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Kumdhania vibaya hivyo. Sheikh, darasa muhimu sana hili. Tofauti na ile ya kujivua,
ile haina rejea, isipokuwa baada ya eda. Kama ilikuwa ile ni moja ama mbili, anaruhusiwa kwenda kuoa upya bimaharin jadidin. Kama alishamwacha mbili, ile tunahesabu ya tatu mpaka aolewe na mwanamume mwingine. Sio aolewe tu, tena huyo mwanamume mwingine huyo awe amekusudia kuishi naye, sio ndoa ya mipango. Kaoe alafu utamgusagusa afu unaacha, hiyo batili ajua. Yani mume akusudie na muoa na mtaka hasa, kama kuachwa kwa kumuacha kwa kukerwa, kaamua mwenyewe. Yani shekhe, kuna zile design za sasa hivi zile, wafahamishe watu kwenye sheria wajue, bana nimeliacha dude lile lakini nalipenda kweli ndugu yangu. Nilikuwa na hasira tu. Kaniolee, chukua hii mara, lakini nakupa siku 3 tu. Hebu waeleze watu michezo hii ipo. Hiyo mwenyewe mwenye ndoa inaitwa katika sheria nikahul muhallili. Wajua wanachokifanya shekhe. Ndoa ya mtu ambaye anataka kumpa kibali mwingine cha kuoa tena, nikahul muhallil, ambayo la yanaqid, inasomo pana haimo. Kwa hiyo huyu anayekwenda kuoa, kama aoe mwingine akusudie kuishi naye tena anini, na uko kunini katika fiqh kumetajwa sharia sharti bisharti an yantashira hadha zawj, kwa sharti kwamba yule mume mpya awe alikomaa, asichomekee kama shati kwenye suruali. Usijizime data ujifanye unielewi, usimeze vidonge ukajipoteza nguvu, haimo. Unatakiwa uwe nganganga. Wewe umeelewa? Mimi nimeelewa sana kuliko watu wote. Kama ilikuwa ile ya hului haina rejea, lakini unaruhusiwa kuja kuoa tena kwa mahari mapya. Naam. Lakini hii talaka ya mwisho ya kulaaniana ndio imekula kwako, utaishia kujilambia tu. Mama Juma unapendeza. Kama aliyefunga anaona visheti sana ni mchana. Au ulivyo. Jambo limekwisha hilo. Imekula kwako. Watu wawe waangalifu sana katika maisha ya ndoa. Hizi ndio kwa uchache aina 7, nimeacha 2. Hizi 7 tungetaka kuieleza moja baada ya nyingine, ndio pale niliposema ningekaa saa nzima danda mpaka tuelewane. Lakini wakati tena si mali yetu. Narudia kusema, katika mlango mpana kwenye sheria ni mlango wa ndoa na vitokanavyo na ndoa. Ndio mlango mkubwa kweli ambao ndio unaochezewa sana, na ndio maisha yenyewe kwenye jamii. Hiyo ndio talaka. Jiangalie unapoletewa mwanao kaachwa, talaka gani hiyo? Watu wajue. Uijadili. Sasa umeachwa mwanangu, aingie ndani. Kwani kakukota jalalani, baba naye anakuwa hivyo hivyo. Lakini ili nirejeshe maiki kwa sababu ya maswali, lakini Uislamu unakusudia kuiona talaka ni neema katika neema za Allah kwa waja wake. Talaka ni suluhisho baada ya kushindikana yote. Sawa. Wala watu wasije wakadhani talaka ndiyo suluhisho kuu la mgogoro kwenye nyumba. Itakuwa mmeelewa vibaya. Gogoro linapokuja, agizo la awali la Allah subhanahu wa ta'ala ni aya nambari 35 surati Wanawake, sura ya 4, surati Nisa. Si ndio surati mademu? Kwani madamu nini? Si nasema kule madamu nini? Si ndio demu, madam jamu. Maalesh. Allah anasema wa in khiftum shiqaqa bainihima, solution nini? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Hii ndio tiba aliyoileta Allah. Mukichelea
ndugu na wanafamilia, panaweza pakatokea mpasuko kati ya wanandoa zenu, haraka mpelekeni kwenye kikao cha suluhu. Refa kaitwa hakaman, akusema apelekwe baba wala babu wala kaka. Inawezekana ikawa baba mwenyewe saa mbovu, akifika huko anafikia kupolomosha mitusi. Baba we kaa nyumbani, anatakiwa hakaman. Wewe ndiyo kaka mkubwa, lakini kaka mkubwa akivuruge nyamitusi, we uendi, anaenda hakaman. Dishi limeyumba. Sharti kwenye kikao cha suluhu, upande wa mume aende mtu amegundulika anaweza kuamua matatizo na busara tele. Upande wa mke anapelekwa mtu ambaye ana uwezo wa kutoa maamuzi na busara tele. Sio anakwenda yoyote. Nyinyi wenyewe kwenye familia yenu mnajuana brother. Unajua kule tufanyeje? Kule apelekwe yule mjomba wake yule wa stili yule nyamitusi. Yani watashika adabu. Sicho alichotaka Mungu. Apanogi huko. Waman akhta'a at-tariqa dhalla. Na mwenye kukosea njia aendako lazima anapotea. Unaenda Tegeta, unapanda daladala la Mbagala, umepotea. Ili tutengeneze ndoa, Allah Rabbul Izzati wal Jalali kwenye kikao cha suluhu kawataka watu maalumu waende. Ndio maana mbele akasema yurida islaha. Dhamiri hapa atupo kwenye darasa la tafsiri. Dhamiri imma inarudi kwa hawa wazee wa barza au inarudi kwa wanandoa. Hilo ni darasa pana. Tuseme tu kama walikuwa wanakusudia kumaliza gogoro lao, basi haraka watamuona Mwenyezi Mungu anawapa taufiki kwa ile nia yao. Yuwafiqillahu bainahuma. Kwa hiyo hapa napo Mungu alichotaka panapotokea gogoro, kwanza vikao vikaliwe mpaka imeonekana hakuna amani, anaweza kufa mtu. Mzee mmoja aliwahi kunisimulia. Na sababu ya kunisimulia kisa hiki ninachotaka kuwapa, babu yangu mzee Kasim bin Mbwana, babu yangu mzaa mama, nilipokwenda kumwambia nataka kununua mtu na mimi nifuge mtu, akanipa maneno mengi. Sijaelewa hapo. Nilikwenda kumwambia babu yangu mzaa mama kijijini kwamba babu, na mimi nataka kununua mtu kwa maana nataka kuoa. Nataka kumwalika mtu tuje kushirikiana kutumia. Katika jumla ya wasia alionipa babu yangu mzee Kasim bin Mbwana, Allahumma ighfir Allahumma arhamhu, alinambia mwanamke akikwambia sikutaki, hana aya wala hadithi, na nyinyi msiniulize aya hapa. Aya maneno ya kihenga. Wakwe zangu wa Pemba wanasema isokongwe haivushi. Ala, umeoa Pemba Sasa je, mimi nakosea? Wewe unakaa unangojea mpaka ugali saa 5 visheti, kalimati, nini? Ndio raha ya Wapemba. Asante. Kwa Wapemba unaochoka wewe ndio. Unangojea saa 8 mpaka saa 8 nguna, ukimaliza hapo unasubiri usiku. Kwa Wapemba wakati wote unakula tu kama shorwe. Ukigeuka kisheti, kalimati, sambusa wakati wote unazunguka, labda Ramadhani. Na nikifuturu naendelea mpaka nachoka nalala. Ukifunua container hiki unaona nini? Kuna sambusa, katlesi, kuna vidude vingine uvijua, watajua wao tu majina. Wewe unakula tu tena Nkuru Jumaina. Kama kwenye itima unataja watu muhimu sio unamalizia Nkuru Jumaina. Babu yangu alinambia mwanamke akishakwambia hakutaki mara 3 kwa siku tofauti, muache, anaweza akakuua. Sasa yule mzee wakati tunazungumza nikampa historia ya babu yangu mzee Kasi, akanipa kisa hiki kilitokea Rufiji Mbwera. Mzee mmoja alikuwa anadaiwa talaka na mkewe, ananiambia ni qissatun waqi'atun yaqiniya, ni kweli kimetokea hivi. Mke anangangania niache, dume linangangania mimi sikuachi, mimi najua kuoa tu. Sikutaki ni mimi sikuachi,
mimi najua kuoa tu. Unaningangania kama makonzazi, sikuachi. Basi yule mwanamke alimtengenezea wali uliokolea nazi, unanukia maalim. Alafu kati akaweka kipande cha akiba. Mnaelewa? Kipande cha akiba, haja kubwa. Na watu wengine si vichwa vigumu. Akamwacha wiki, akaenda kumwekea maji ya moto aoge, hajapoza, yamekolea barabara. Moshi tutu tayari, mume wangu maji yako huko, kashakula kipande cha akiba. Baada ya wiki anaenda kuyaoga maji yasiyopozwa. Sina maana na wafundisha wadada wafanye ukatili huu. Manake siku hizi kila mtu akizungumza ukatili wa kijinsia wanawake, mbona sisi tunafanyiwa msemi? Sikia mtu kokakatwa ala, mume huko amekatwa ala, mtu kangoa ala yenyewe yote. Huu sio ukatili wa kijinsia? Kafanyiwa nani? Mwanamume. Kwa hiyo wanafanyiwa wanawake, si mbona tuambiwi? Na sisi tunaonewa huko, jamaa imekatwa ala, chombo chenyewe chote, wala dhalina. Na nyie mnajua. Maana yangu ni nini ndugu katika imani? Kwenye talaka, kwenye maisha, talaka sio solution ya mwisho. Lakini iwe sasa imeshindikana njia zote, hapo tena inakuwa hakuna jinsi. Na ile hakuna jinsi, fata kanuni ya sheria. Kanuni ya sheria inasema ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Panapotokea dharura, dharura ile umalizwa kwa kiwango kile kile cha dharura, usizidishe. Kwa maana ukimwacha mkeo dharura, acha talaka moja. Usijifanye, watu wa Tanga wanasema, ukajitia usogoro na kuacha talaka 9. 3 zako, 3 za babako, 3 za mamako. Pumbavu na nusu. Kesho kutwa roho inapoa, unamtaka mkeo kwa sababu ile ilikuwa hasira kwa kosa ulilofanyiwa. Ndio hapo sasa mnaenda kuwasababishia mashehe waende motoni. Allahu akbar, Allahu akbar. Hapo ndo mnawasababishia mashehe waende motoni. Unampelekea 200,000 shehe, ushehe tengeneza mpango hapa. Dini ya Mungu shehe mpango anautoa wapi? Kwa sababu ya njaa aliyokuwa nayo shehe, na njaa haimpendezi mtu kama suti. Shehe anachukua 200,000, anatafuta njia. Hiyo naona ilikuwa dharura, kwa hiyo itahesabika moja katika mlango wa dharura hiyo. Innamal a'malu. Hadithi hii ndio muhimili namba 1 katika mihimili mitatu ya sheria. Kwenye sheria kuna mihimili mitatu. Namba 1 ni huu. Namba 2, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Namba 3, alhalalu bayyinun wal haram. Kuna ile mihimili ya sheria ni hadithi 3. Innamal a'malu binniyat. Wewe mwenyewe umenuia unaacha 3. Alafu shehe anasema hiyo itakuwa 1. Hebu tusafirisheni akili. Aliyeacha kaamua 3, mwingine kapita kwenye 3. Huku mtu anasema hizo lakini 1 tu hiyo. Yaani wewe na aliyeacha nani anajua? Ngoja kidogo. Sina maana fatwa hiyo haipo ya kwamba 3 ni 1, lakini ni mlango mpana. Na thubutu kuambia talaka 3 ni 3, talaka 2 ni 2, talaka 1 ni 1. Wengine wakatoa hoja. Taniwia radhi Sheikh Abbas kidogo. Naam. Talaka haiwezi kuja juu ya talaka. Kwa hiyo kama umemwacha mkeo talaka 1, haiwezi ikapatikana ya 2. Nani mwanamke mwenyewe? Kuna mwanamke anaitwa ar-raj'iyya. Homework muda hautoshi. Kuna mwanamke anaitwa ar-raj'iyya.
mwanamke aliyeachwa talaka inayofaa kurejewa, kaachwa talaka moja ama talaka ngapi? Huyu katika sheria wanamsemaje? Arraj'iyatu fi hukmi zawja, ndio kanuni ya sheria. Mwanamke aliyeachwa talaka rejea anakuwa katika mipaka na hukumu ya mke kamili. Na ndiyo maana aliyeachwa talaka moja ama mbili yupo kwenye eda, anamaliza eda kesho, yule mume aliyemwacha anakufa leo, eda ile imekufa, anaanza leo eda ya kufiwa. Mashaallah, mashaallah. Sio anaanza tu, bali atamrithi mumewe. Usio mbona alimuacha? Kwa sababu ni raj'iyya, waraj'iyatu fi hukmi zawja illa aljima'u. Kinachosita ni jimai peke yake. Kwa hiyo yale yote yanayomhusu mke naye yanatoka kwake. Kwa hiyo hata ukimwacha na kumwacha, talaka zinakwenda tu. Ulimwacha moja kabla hajamaliza eda, ukamtwanga ya pili, zinakwenda tu, kwa sababu huyu ni raj'iyya. Muda hautoshi. Ndio maana nilisema talaka ni dude kubwa. Ule ushibe sio kama hivi unasaumu ghadin. Nimalize kama na maswali 5 6, kama hamna nichomoke. Kwetu tandika mbali. Huyu mume, wanaoruhusiwa kutoa talaka ni watu watatu tu. Wanaoruhusiwa kutoa talaka ni watu wangapi? Watatu. Wa kwanza, mume mwenyewe. Kuna mtu ataingia atakuwa hapa mulhaqum bizawji, hata kuwa zauji kisheria anaitwa mulhaqum bizawji fi hukmi nikahi wa talaq. Anaoanishwa kwenye kipengele cha kuacha na cha kuoa, anaoanishwa na yule mume. Ni nani? Wali wa mume, endapo mume mwenyewe ni mtoto mdogo ama ana matatizo ya akili, wali wake anaingia katika hukumu ya mume. Hivi basi wali ndio anatoa nini pale? Talaka. Sio yule mtoto mwenyewe ambaye hajabaleghe, au sio yule mume mwehu. Mtu wa pili, alqadhi wa man yanubu manabatahu. Anayeruhusiwa kutoa talaka ni kadhi, na mtu ambaye anakwenda kwa baadhi ya nyakati kuchukua nafasi ya kadhi. Wakapita baadhi ya wanawachuoni anakaimu, ambao Tanzania tunaye kadhi na wasaidizi wake wawili. Lakini ofisi za baraza, za wilaya, za mkoa, kama watapata idhni kwa kadhi, nao wana uwezo wa kutoa talaka kwa niaba. Muda wa kuwa tayari kashaapishwa nani? Kadhi. Shehe wa kata, shehe wa wilaya hana nafasi ya kutoa tena nini? Talaka, marufuku. Atatoa kadhi, ama kadhi amwakilishe yeye, toa talaka. Shekhe wa mkoa haruhusiwi kutoa talaka. Tayari kuna nani? Kuna kadhi. Wa illa kadhi atoe mamlaka kwa nani? Huyo muandikie talaka au mpe talaka. Kwa sababu katika zile aina nilizoziacha mbili, ambayo hiyo inaitwa fashu, kuna aina mbili nimeacha za talaka. Hiyo inaitwa alfashu. Muda utoshi, sikai huko. Baki kwa ujumla talaka ziko 9 katika sheria. Wali mwenyewe, kadhi, hakimu kwenye nchi ambazo hazina kadhi zinachukua mamlaka, kwa maana zile zinachukua kwa sultan. Kama sheria ilivyompa mamlaka sultani inkana musliman kufungisha ndoa, sheria inarudi tena kumpa mamlaka ya kutoa talaka ikiwa ni fashu, kwa nchi ambazo hazina nani? Kadhi wala mufti. Nchi nyingine hazina kadhi, zina nani? Zina mufti. Mufti anachukua nafasi. Masala ya wanasheria gogoro lao kati ya mufti na kadhi, nani zaidi? Hatuko hapo.
nani mkubwa kuliko mwingine. Hilo jambo lingine kwenye sheria huko, jambo lingine hilo. Ikiwa nchi haina kadhi, haina mufti, sultan, mfalme ndo anachukua nafasi ya kutoa talaka, kwa maana serikali. Kwa maana nini tunakusudia? Serikali. Hakuna nani? Kadhi wala mufti, hamna kabisa. Serikali inachukua nafasi. Kuna wakati watu wanaizungumza neno serikali, wanazungumza kimidadi midadi, na hii sana inatokea kwenye mihadhara. Leo nimesema katika darasa langu ya dhuhuri, tunachanganya kati ya kupanda imani na kupanda hasira, vitu vili tofauti. Yani mtu yupo kiwanjani katoa mawaidha, takbiri zikatoka mpaka mtu anasema sio tukubali, tunaonewa. Sema imani ishapanda. Huyu hajapanda imani, huyu kapanda hasira. Imani kitu kingine, hasira kitu kingine. Jazba. Na ushahidi kwamba ile hasira likipigwa bomu mnaona wanajazana kuja takbiri chooni, kuja kunawa. Mwenye imani akimbilia msikitini, anaenda huko. Hao walikuwa na hasira tu. Mwenye imani anaweza kukimbia kwenye vita? Akimbia. Katika yale makosa aliyoyasema Mtume anaangamiza makubwa mojawapo, watawali yauma azaf. Sasa nyinyi si mnaamini ile vita, mnakimbiaje? Nyinyi makafiri. Sipo huko, msiniulize swali kuhusu hilo. Sharti baada ya kuwajua watoa talaka ni hao. Sharti namba 1, ile ndoa yenyewe iwe ilikuwa sawa sawa mwanzoni. Kabla ya talaka tunaikagua hiyo ndoa ilikwendaje. Alikuja kufungisha mjomba, al-khalu ummun wal ummu la tunkihu. Mjomba ni mama na mama afungishi ndoa. Hiyo ndoa haikuwa sawa. Wewe ukijijua kutoka kwenye familia kwa huyo binti ni mjomba, kaoshe vyombo. Al-khalu ummun wal ummu la tunkihu. Wewe kibwaya ruka mwanangu anaolewa, usiende kukaa kwenye msala, usiki mjomba. Usije ukangangania mama yake huyu na mimi. Yani ile kwa hasira mpaka kusema asemi. Yani ndo anasisitiza baba mmoja mama mmoja. Huyo mama yake mwenyewe akitoka uani hauzeshi, itakuwa we mjomba. Aliyembeba hauzeshi, itakuwa we shanta. Kwa hiyo inatakiwa ile ndoa kwanza iwe ilikuwa imetimia, ili tuijadili talaka. Sawa. Pili, huyu mwanamume anayetaka kuacha an yakuna rashidan mukallafan. Awe ni mtu mwenye kujielewa, tena ni mukallaf, kwa maana amebaleghe na ana akili timamu. Sharti la 3, an yakuna mukhtaran. Aache kwa maamuzi yake, asilazimishwe. Nishasema utamwacha mwanangu, umuachi. Akitoa talaka katika sura hiyo tunamuuliza, wewe mwenyewe umeridhika? Sio talaka. Pale nimetoa kwa kuondosha nini? Naweza nikapigwa rungu pale, ile haisabiki kabisa. Yani unaweza ukafanya kiusanii kwa sababu unatishiwa amani. Yani, mtu kashika bunduki, kaka zake wamekuzunguka, wamesema bwana tunakutandika hapa, roho yako roho yetu, utamwacha dada yetu sasa hivi. Kwa hiyo pale unafanyaje? Si kama yule tu kasema maneno ya ukafiri, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kwa hiyo pale anaanua ngoma juani, nimemwacha, ili asipate kusevu. Asipate kutena, maana watu wengine hawatanisha kukwambia nakutwanga gongo, anakutwanga kweli. Wewe unaleta udarueshi, mimi nitakufa tu, nitakufa katika jihadi ujinga huo. Kwa hiyo shekhe, hukumu pale ukilazimishwa na unaona utahatarisha maisha yako, unaweza kusema ndio nishamwacha tayari. Alafu sheria inasemaje? Ile talaka imekufa. Kwa hiyo watu wote walioacha kwa njia ya kulazimishwa kwa vitisho, wenyewe bado wanawahitaji wake zao, lakini kwa sharti uko kulazimishwa uwe huna jinsi ya kujinusuru. Sawa. Ndio inakuwa umelazimishwa, umetezwa nguvu. Ni sawa sawa, mfano mbaya, miaka ya 80 kama mnakumbuka, wale kidogo umri wao kama mimi na kuendelea, iliwahi kutokea
mabasi ya kwenda mikoani yanavamiwa na majambazi, wanawapora kila kitu, afu mtu anauliza umekaa na huyu nani? Dada yangu. Haya, twende kae pale, nenda ukanini, au namba ima unini ima umshike shike. Ulishafanyika ushenzi huo. Sasa usilete udarueshi, mimi sitaki kunini wala simshikishiki, kama kufa nife. Huo udarueshi utakufa kafiri. Katika sheria kuna mlango unaoitwa akhafu dhararaini. Kugumu hapo. Wewe tena unini? Sikasema umepewa option ya pili au mshike tu. Astaghfirullah.